Mbarikiwa pale ametumwa. Yaani pale hayuko peke yake, ametumwa. Bashandu kweli Mbarikiwa ametumwa jambo moja. Kama ilivyoandikwa katika Isaya 58 mstari wa kwanza kwamba piga kelele wala usiache. Waambie watu wangu makosa yao na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Mbarikiwa ametumwa kukemea uovu bila kuangalia uko kwa nani, upo kwa mtu mwenye nafasi gani, ana uwezo gani, namna gani, ana uchumi kiasi gani. Ametumwa kukemea uovu ulio kwa mtu yote. Lakini pia ametumwa kuambia waovu na mitume matapeli mnaoishi au wanaoishi kwa kujinemesha wakiwa wanadanganya watu kwamba toa nyingi, toa hiki, toa kile, utakipata wewe kutoka kwa Bwana. Wao utangaza miaka ya panda mbegu, lakini watangaza miaka ya kuvuna, watangaza mwaka wa kuvuna, mwaka huu mwaka wa kupanda, tangaza siku moja hata mwaka wa kuvuna, sema unaenda kupokea, umepanda magari mengi, umepanda hela nyingi, basi leo unaenda kupokea. Kwa hiyo Mbarikiwa ametumwa kuwakemea mitume, manabii matapeli wanaoishi kwa kujinemesha wakiwa wanaumiza watu wengi. Ametumwa na hayuko peke yake, yuko na Mungu. Sasa huyu ameonekana yuko na waziri mkuu. Mashambulizi yake sio speech. Pita kwenye mitandao. Mzee Maboya siku zote hayo aliyoyahubiri mbele ya waziri mkuu ndio anayahubiri siku zote. Mtu astahili mzima na kitambi ana watoto 6 anauza ubuyu. Mtu mzima na kitambi ana watoto 6 anauza ubuyu. Wewe unaleta masiara, utakuwa mwanga wewe. Mtu ana watoto 6 anasema Mungu amempa, alafu anauza ubuyu na uduvi. Huyu mtu astahili kuishi kwenye nchi hii. Anauza ubuyu na uduvi. Huyu mtu astahili kuishi kwenye nchi hii. Mbarikiwa hakumkemea Maboya kwa sababu labda anamuonea wivu, kwa sababu labda yuko na viongozi wakubwa wamekaa na mawaziri pale, wamekaa na wakuu wa mikoa pale, alafu anamuonea wivu. Hapana, hakumuonea wivu. Alikuwa ni mtu gani, ni mtu mzima gani huyu? Anapata nafasi za kujieleza, kusema lolote mbele za viongozi. Hata kulopoka upumbavu kama huu, eti mtu mzima unauza ubuyu, asijue watu wanavyoishi kwa shida. Mtu amefungua kibiashara kidogo, ndio sija kalipie leseni Steve 70 80, alipia Steve 50, sija jana TRS shingapi. Unakuta kiduka kidogo, ni kiofisi kidogo, hapa ameweka chumvi, hapa kuna sukari, hapa kuna mafuta ya kupaka, mafuta ya 500, hapa kuna sabuni, hapa anajua lazima ulipie na vinginevyo duka linafungwa. Badala ya kufikisha hoja kama hizo kwamba jamani, watu wetu kama ni kazi wanafanya kwa nguvu, kama ni kilimo wanajitahidi sana, lakini mtu anakuta amelima, mbolea ziko juu, kila kitu kimepanda. Ndio maana niliimba mimi kwenye wimbo wangu nikasema kila kitu kimepanda. Sasa unakuta mtu amelima, labda amelima ni hapa, amelima pengine amelima ni Sumbawanga, kusafisha yale mahindi, kama ni mahindi au mazao yale aliyolima Sumbawanga, kuyafikisha hapa Mbeya, gharama tu anaolipia, si ushuru, si nini, vitu vingi. Sasa mtu mwenye hadhi, kiongozi wa dini, umepata nafasi ya kusimama mbele ya viongozi, mbele ya wakuu, mbele ya viongozi wa nchi, mbele ya watu ambao wana dhamana ya kutusimamia na kusimamia rasilimali zetu. Badala ya kusema shida za watu wa chini, anaanza kulopoka vitu ambavyo havipo. Kwa hiyo Mbarikiwa alikuwa anamkumbusha wajibu wake kama mtu wa Mungu, kwamba jamani, kama mtu wa Mungu ilitakiwa kusimama mbele za viongozi, useme shida ulizonazo wananchi wa chini, wanavyolia, wanavyoumia, useme watu wanavyoumizwa. Mwingine anasema amepotwa na ndugu zake, na kwenye mitandao tumekuwa tukiona katika maeneo mengi. Mwingine huyu amechoma picha ya Mheshimiwa Rais amepotezwa, mwingine huyu sijui imekuwaje amepotezwa, mzee kibao kama hivyo. Badala ya kufikisha mambo kama hayo, mambo shida na kero za wananchi, anaweza kufikisha upumbavu kama huu. Kwa hiyo Mbarikiwa alikuwa ni wivu, alikuwa anamwambia mambo ambayo kwanza atamheshimisha kwanza kwa watu wanaowaongoza, lakini pia kila atakayesikia, hata kama sio kiongozi wake, hata kama aongozwi naye, lakini kila atakayesikia anaona huyu mtu ana moyo wa kweli, kwa sababu Biblia imetutuma tuwatetee, tuwe tayari kubeba matatizo, tuwe tayari kupata madhara kwa ajili ya watu wa chini, watu wanyonge. Sasa unakuta mtu mzima, kiongozi wa dini, anapoka upumbavu kama huu, hata mimi naumia sana. Hicho kitu kitamgharimu sana. Hicho kitu kitamgharimu sana. Sema kwamba Mbarikiwa kwa sababu ya kujifanya kuwakemea waovu, kukemea uovu na udhalimu, hicho kitu kitamgharimu. Hamna shida. Kimgharimu mara ngapi mtu wa Mungu?
Anaposema mtoto wake wa pekee ameuawa, ni ameuawa kweli. Mtoto wa pekee ameuawa kwa sababu ya baba yake kuwapinga waovu, kwa sababu ya baba yake kuwabariki watu wema, kuombea watu wema, kuwatakasa watu wema, kuwatakia mema watu wema, na kuwakemea waovu, kuambia kwamba watapata mabaya, hakuna amani kwa mbaya, furaha ya mtu mbaya haitadumu milele, na umoja wa watu wabaya hauwezi kudumu. Kwa sababu ya baba yake kukemea mambo hayo, basi mtoto wake wa pekee ameuawa. Amegaramika, najua anaweza kugaramika na zaidi ya hapo, hamna shida. Lakini tukisoma kitabu ambacho ndio mwongozo mkuu, tunaona hakuna njia nyingine. Fanya na hilo ambalo umepanga kuifanya. Maandiko katika Waebrania 11 ule kuanzia mstari wa 13 tunasema hivi: hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe, na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yani mbinguni. Kwa hiyo Mungu amewatengenezea mji, na Mungu aone aibu kuitwa Mungu wao. Ebrania hiyo nasoma kwanza mstari wa 33, tukasema hivi: ambao kwa imani walishinda milki za ufalme, kwa imani walishika vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu walipokuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni, wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa. Lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Sikiza hapo Bashando, unajua hapo utakimbia utasikia, lakini sikiza hapo maandiko yanasema wengine waliumizwa hata kuuawa, wasiukubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka, walidhakiwa na kina Bashambo, Shambo. Wengine walidhakiwa kwa mapigo na kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga. Watu wa imani hao walizunguka katika nyika na walivaa ngozi za kondoo. Mstari 38 anasema watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Sasa hii nimeamua liwalo na liwe, anachotakiwa atulie. Hawa mitume na manabii wananisikiliza, na nikiwaambia wamchalukie, hata hapo Mbeya atakimbia. Sawa Bashando, umesema kwamba kwa njia yoyote, kwa namna yoyote inatakiwa mbarikiwa atulie, na umesema kwamba una vitu vingi na namna nyingi za kufanya za kuweza kumtuliza. Lakini mimi nikwambie kwamba kama ulivyosema kwamba una mitume na manabii hapa Mbeya na wewe ni mkubwa wao, kwa hiyo ukiwaamrisha ni lazima usikize kwanza amri yako. Kwa hiyo watume tu wafanye chochote wanachotaka, yaani watume wafanye chochote, lakini tukijua hawatafanya kicho zaidi kama mlichofanya kwa mdogo wetu Ukovu Mbarikiwa Mwakisile binti shujaa. Kwa hiyo wewe fanya tu, watume hao, tuma hiyo timu yako, kwa sababu nyie ni watu ambao kama ulivyowahi kusema kwamba nyie yaani unaamua unajizima data, unafanya kitu kibaya, unatukana, unafanya uovu, alafu maisha yanaendelea. Kwa hiyo watume tu hao watu wako wanashinda. Sawa, watume tunaosubiri. Wale watu wake wa kikosi kazi wale. Mimi wa hivyo sitaki hata wanifuatilie. Wale wa kikosi kazi, hata nikiona mtu wa aina ya kikosi kazi kanisani kwangu namfukuza. Wewe mbaba wewe. Kwani kikosi kazi anaweza kufanya ibada zako? Ibada za miujiza. Mimi siwezi yani hata kwa bahati mbaya siwezi kuja kufanya ibada kwenye kanisa kama lako. Mtu ambaye kiongozi ambaye umeshindwa kusimamia familia yako, ndoa yako imekushinda. Hapana bwana, acha utani, acha mengine, acha mizaa bwana. Acha mizaa. Unajua muda mwingine unatakiwa ujiheshimu, ndipo heshimiki. Yaani ati mtu atoki kikosi kazi. Huyo anakuwa sio kikosi kazi, huyo anakuwa ametoka huko kokota, ametoka kwenye dini. Atoki kikosi kazi kabisa. Kwenye mfumo wa ibada, maombi tunaomba zaidi ya masaa 3, unajiombea wewe ubadilike tabia zako. Hatuna vikwaya, hatuna vishuhuda vya kimama. Sawa Bashando, lakini nimeshangaa kwamba mtu hawezi. Wewe anaweza kutoka kikosi kazi akaja kaelewa ibada zako. Huyo hakuwa kikosi kazi, lakini kikosi kazi kabisa.
anayejua ibada ni nini, Mungu ni nini, wokovu ni tabia. Hawezi kuchungwa na mchungaji kama wewe. Hawezi. Hata mimi kwa akili zangu simama siwezi kuchungwa na mchungaji kama wewe. Na shule zaniongeje jamaa. Mimi na mafuta ya kifalme. Sawa baba, sawa. Mungu akubariki sana. Aha. Kumbe una mafuta ya kifalme mwenzetu. Unapaka watu mafuta ya kifalme. Basi ubarikiwe sana. Mimi naomba nimuone mtu mmoja tu ambaye umempaka mafuta ya kifalme. Amekuwa mfalme. Yaani mtu ambaye umempaka mafuta. Nimuone sio wengi. Mmoja tu. Na najua mtu ambaye amepakwa mafuta hayo hamna haja ya kujitambulisha, mimi nimepakwa mafuta ya kifalme kwa mfalme mimi. Yaani muonekano tu. Sasa naomba nimuone mmoja tu. Na wanavaishwa nguo nyekundu. Zinaonaga pale nguo nyekundu, magauni. You cannot put me there. My friend. Huwezi upendi nguo nyekundu. Yeah, sio nyekundu, yani aina ya nguo unazovaa. Yani tafuta watumishi au sijaona hapa, ningekuonyesha tu nguo anazozivaa yani. Magauni marefu, vilemba, nini yani wanawake hata mvuto hawana. Kwa maksudi kabisa nimevaa nguo nyekundu kama ulivyosema, alafu nimefunga kilemba. Sasa bashambo, naomba kwa kuwa wewe una watu ambao unawapaka mafuta, wewe sio kama Mbarikiwa ambaye anaharibu watu, anawavalisha magauni mikubwa, wanawake hawai na mivuto. Wewe sio kama Mbarikiwa. Basi watokeze hao watu wako, hata watu 20, hata watu 100, hata watu wangapi. Mimi mmoja, mimi sifa na wamudu. Yani wao nivae hivi nguo yangu nyekundu, nifunge kilemba changu hivi, wapake vya kupaka, wajipake vya kupaka kama wanakunywa damu, kama majini sio majini, wavae nguo za kuchora maumbile yao kwa namna yoyote, alafu wao watu sijui 100, sijui kanisa zima. Mimi peke yangu na wamudu, tukipita popote au ninajua kabisa mimi nimepokea wokovu. Basi sasa na kitu nimefurahi sana. Walisema wanawake hawana hata mvuto. Nimefurahi sana. Kweli baba, hatuna mvuto. Mimi nikuvutia wewe, yani tukuvutia wewe. Umemshindwa mke wako. Umeshindwa kuvutiwa na mke wako aliyekuzalia watoto. Mmeishi pamoja miaka mingi. Unasema ulimfanyia mambo mengi mabaya. Unamwomba msamaha. Unamwona mama mwenyewe kama anakubali msamaha, lakini anakubali kinyonge, ni kama anataka kulia, ni kama msamaha wenyewe hajaupokea bado. Yani uelewe kama hivi kweli huyu mtu ameupokea, ameelewa msamaha au ukoje? Unabaki tu na maswali. Sasa umeshindwa kumfahamu mke wako, umeshindwa kuvutiwa na mke wako. Tukuvutie sisi. Mke wako amevaa kimalaya hivi, amevaa kiswali kimemchora hivyo. Kanisani sijajua sio ni danguro mlikuwa, sio ni bam mlikuwa, yuko hivi alivyo, haja kuvutia. Sisi tukakuvutia kwa namna gani? Wewe kanisani sio mahali sio madangulo, na sio tu kanisani. Mimi hapa, mimi ni binti, I'm super single. Sijiko na mahusiano ya kimapenzi. Na kusema hivi sio kama nijitangaza kwenye mitandao nitakutoa chumba. Hapana, nasema hivyo nikiwa nafurahia uzuri katika Mungu, na Mungu alivyonipa wokovu ulio zaidi ya kitu chochote. Mimi zile nguo au hizo nguo sema nguo maguma, gauni mapana, mavilemba, sishi kuvaa kanisani, hata mtaani mara nyingi. Tuko kama hivi, yani ni nguo ambayo inatokea mtaani. Haichori kifua, haichori makalio, haichori tumbo, haichori kama hivi unavyoniona. Najisikia vizuri sana na najiona mwenye heri sana, na najua kwamba hata nikisimama na mtu yeyote au nisimame na huyo ambaye sio kwanza na kwa Mungu nisameni, ninakuwa nimejifanisha vibaya sana. Yani yani nakosa nitumie lugha gani, lakini acha kutudhalilisha Bwana. Acha kutudhalilisha Bwana. Acha. Sisi sio malaya. Sio makahaba ambao kwa kuvutia. Tukuvutie kwa namna gani? Maandiko yanasema Kristo Bwana wetu ambaye ndio kiongozi wetu hakuwa na umbo la kutamanika mpaka watu wamuonapo wamtamani. Tukuvutie wewe nani? Na isoshi sisi hatuji kanisani kutafuta mionekano ya kikahaba, tutamaniwa na watu kama wewe. Hamna. Na hata hapo ningelia sana, lakini hapa nimefurahi sana. Yaani moyo umefurahi na nimeburudika sana kwamba wanawake hawana mvuto. Hatuna mvuto kwa malaya. Naumiza sana. Ni mvuto kwa wewe, umeshindana na mke wako, anakuzalia watoto, umeshindana na kamingo kuja kusema mfanyia mambo mabaya sio nini. Hajawa mvuto kwako mke wako. Kwa mvuto sisi tukakuvutia wewe. Kwa malaya upi? Sisi tunafanya ibada, tunatamani Mungu atusaidie sana. Katika ibada tunalia, Mungu nisaidie, Mungu nirehemu, ongoza njia zangu. Hauko tukipaka maipoda poda na vinili kwa sababu tunajua vinakuchafua. Unashindwa kumuomba Mungu vizuri. Utachochoa mkono. Ukiwa muda mbele za Mungu unalia, Mungu nirehemu, nisaidie. Muda wa kucheza unacheza.
jasho linakutoka na kwa sababu tunavaa hizi nguo za kustiri. Kwa hiyo unacheza kwa namna yote, alafu tutoke hapo. Tufanye ibada kila siku, maombi kila siku, tujinyime kwa vingi. Maisha kama mimi kama binti, siishi kama binti, siongei kama binti, sivai kama binti, nimejinyima vingi kwa ajili ya Kristo. Paulo anasema kwamba vitu vile ambavyo vilikuwa faida kwake, vilikuwa vizuri kwake, ameviona kuwa kama mavi, amevihesabu kuwa kama hasara kwa sababu ya uzuri wa Kristo usio na kiasi. Alafu nianze nilie kanisani kwa namna kwa muda wote hiyo, alafu nitoke nianze kutamaniwa na kina Bashambo. Namuomba Mungu na nakemea pepo hilo, akiwepo mwanaume yeyote, akiwepo kijana mwingine ambaye anaona mimi nafaa kwa zina, nakemea pepo hilo leo ndani yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nakataa kuonekana muonekano wa kikahaba, kuonekana muonekano wa kimalaya, kuonekana muonekano wa kikahaba. Nakataa. Natamani kuonekana kwangu, kuongea kwangu, kuvaa kwangu, kutenda kwangu kukamwonyeshe Mungu wangu aliye ndani yangu. Wakiyaona matendo yangu mema, wakiona njia zangu nzuri, wakisikia majibu yangu mimi, wamjue Mungu na kumtukuza yeye Mungu aliyeniokoa. Bashambo, acha kuna yule mwimbaji wake aliimba, sijui mnatuona fisi, sijui chura, akawekwaga, yani anatengeneza watu wa violence. Mimi nadhani ifike hatua serikali pia iangalie, iwahurumie wananchi wake. Hawa watu ambao wanaharibu watu mfumo wao wa kufikiri ni watu wa kudhibitiwa mapema mno. Taifa kama China linaendelea kwa sababu hata ya mambo ya imani, naona hii mifumo imedhibitiwa sana. Sasa nimejua kumbe ilionekane ni mtu lazima uwakalie watu na wakilalamika unawafinya kweli. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Imefika mahala Tanzania kila anayepinga dhuluma anaitwa mkaidi, anaharibu amani ya nchi, mara mchochezi. Hii ni kwa nini? Mnatuona nyani. Mbarikiwa amelalamika mtoto ameuawa, lakini mmepuza. Mnatuona nyani. Amepiga kelele zilizo na simamu. Mnatuona nyani. Kwa mujibu wa katiba, viongozi ni wakilishi wa wananchi, lakini wananchi tunalia kero zetu hazisikilizwi. Jamani, ni kwa nini? Mnatuona nyani. Bidhaa ziko juu, kila kitu kimepanda. Hii ni kwa sababu mnatuona nyani. Maisha ni magumu, kodi ziko juu. Ni kwa nini? Mnatuona nyani. Sasa umeme kukatika ni jambo la kawaida. Jamani, kuna nini? Mnatuona nyani. Kazi zinasimama kwa umeme kukatika, mbona ni hasara? Mnatuona nyani tu. Wananchi tunalia maumivu makali, vilio vyetu hakuna aweza kusikia. Aliyebaki hapa ni Mungu tu kuokoa jazi letu lisizame. Mwenyezi Mungu utuokoe, maana uliyebaki ni wewe tu. Mwimba tenzi anasema astahili kutamka habari, hatamki sawa sawa. Pale anasema lakini wewe Bwana waweza kutufanya tayari. Nyie ambao ni manabii wakubwa, ni viongozi wakubwa, viongozi wa dini, ambao nyie mfanani na kina Mbarikiwa, mfanani na kina Sifa. Ndio, asante, Mbarikiwa sana. Nyie ni wafalme na mafuta ya kifalme. Ukimpaka mtu anakuwa mfalme moja kwa moja bila kupingwa. Asante, ubarikiwe sana. Lakini sasa nyie ambao mlitakiwa nyie ndio mtutetee wananchi, mseme mfikishe kero zetu, baada ya kukaa na viongozi wa nchi, baada ya kukaa na watawala, badala ya kufikisha kero zetu mnaenda kutukandia na kutuchongelea ni wavivu, hawafanyi kazi. Jamani, kazi tunafanya kwa bidii, kwa nguvu, hatulali. Kama ni biashara tunafanya, lakini kuna umepita huku umekaba, huku umekaba, huku umekaba, leo hata hapa si wa afya mpita, si wa leseni, si nini. Kwa biashara Kenya mtaji 200,000, 300,000, lakini mtaji labda pengine mtaji 500,000. Hapo usihesabu kwanza faida. Napata faida shingapi? Umekaba huku leo pia kiasi fulani, jiji kiasi fulani, sijui leseni hapo, service levy hapo, sawa, asante watu wa afya, sijui nini. Jamani, mimi mtaji wangu ni hivi, faida. Usione kitu kimekaa kipo dukani hivi, unakuta kimekaa muda mwingine miezi 2, miezi 3, hapo faida 1,000. Usione kitu kiuza 25,000, faida ni 1,000 hapa, hapana, sio? Sasa nyie watu ambao mlitakiwa mfikishe kero zetu, mfikishe maumivu yetu na mambo magumu tunayopitia watu wa chini, mfikishe kwa watawala, hamfikishi. Basi Mungu anatuinua watu ambao hatukustahili. Na
unasema sijui Fisi alimba sijui ni mimi hapa niliimba kama ifuatavyo. Sikiliza wimbo wangu, sikilize, alafu upimanishe na hizo pumba zako. Unajua muda mwingine Mungu anamthamini mtu kwa sababu ya kile anachokifanya. Lakini pia nikwambie hivi, wewe ni mtu mzima, wewe ni baba, wewe ni baba kama ulivyosema kwamba una watoto, una familia, lakini muogope Mungu, iogope teknolojia. Kuna wakati utafika utatamani kuficha sura yako kwa sababu ni mwanaume gani leo unasema hiki kesho unasaliti kesho unakuongea unaropoka lile. Mimi sifa nina heri hata nikishia hapa nilipo, nishie hapa nilipo. Nimetengeneza jina langu, ni binti ambaye jina langu nimeacha likiwa safi sana, na ndio maana naweza nikathubutu kusema kwamba mimi nimeishi miaka michache, au naweza niishie hapa nilipo, na wewe baba, wewe Bashambo si Bashando, uishi hapo ulipo. Jina langu linakuwa safi, ninakuwa nimeishi miaka michache ambayo nimetendea haki, kuliko wewe unakuwa umeishi miaka mingi ambayo nyuma ina matusi, nyuma ina laana, maumivu ya watu, uliopola vitu vyao labda kanisani pengine kwa namna ambayo hazieleweki, maneno na maumivu ya watu kama jamani huyu alikuwa kiongozi wetu, badala ya kusimamia, badala ya kutukemea uovu, badala ya kutukemea uovu, maneno na lawama nyingi sana. Lakini wakati huo watu watakokuja kuona clip zako kama hizi, wanakuta mwaka jana uliongea hiki, jana uliongea hiki, kesho unaongea kile, wataona huyu alikuwa mtu gani, huyu alikuwa mwanaume, alikuwa mchungaji, alikuwa yani kote hautafiti. Lakini mimi jina langu litakuwa na heri, jina langu litakuwa sifa, litakuwa na sifa kama nilivyo sifa. Huyu ni mama watoto wangu ambaye tulikuwa na tofauti 2015 pale. Nilimjeruhi sana kwa mambo mengi sana. Amen. Hatujarudiana. Sije mkasema wamerudiana. Kwa naomba unisamehe sana kwa yote ambayo nimekufanyia kwenye maisha yangu sana. Au wewe sema unisamehe. Huyu ni mama watoto wangu ambaye tulikuwa na tofauti 2015 pale. Nilimjeruhi sana kwa mambo mengi sana. Amen. Hatujarudiana. Sije mkasema wamerudiana. Kwa naomba unisamehe sana kwa yote ambayo nimekufanyia kwenye maisha yangu sana. Au wewe sema unisamehe.